Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, naomba ubonyeze alama ya like na karibu. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yu taabani baada ya Mheshimiwa Tundu Lissu kupitia chama chake cha Chadema kushinda kesi mahakamani. Unajua kuna kesi ambazo zimekuwa zikipata ufadhili kutoka kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan, lakini wameweza kupoteza ghafla pasipojua ni kipi ambacho kinaendelea. Unavyotazama kwa skrini yako, tunataarifiwa ya kwamba Chadema yashinda kesi ya mgawanyo wa mali. Chadema inaongozwa na Mheshimiwa Tundu Lissu. Kuna kesi, sijui kuna mkora mwingine alilipwa kwenda mahakamani, alilipwa na serikali hii katili ya Samia Suluhu Hassan, lakini wameweza kushindwa na jambo ambalo limeweza kusababisha hali ya wasiwasi na taharuki, na Suluhu Hassan haamini kile ambacho kinaendelea. Sasa iko hivi, Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam leo siku ya Alhamisi ya tarehe 28 imeifuta rasmi na kuiondoa mahakamani hati ya kesi ya madai iliyofunguliwa dhidi ya uongozi mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambao unaongozwa na Mheshimiwa Tundu Lissu. Kesi hiyo ilifunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Said Issa Mohamed na mwenzake wakidai usawa katika mgawanyo wa mali na rasilimali za chama hicho kati ya Tanzania bara na Zanzibar, ambapo waliwasilisha dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema. Ikumbukwe huyu jamaa ambaye aliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema kutoka kule Zanzibar, Said Issa Mohamed, huyu ni Muislamu kama Samia Suluhu Hassan. Walienda wakakaa, Samia akamlipa, akamfadhili aende mahakamani ili kuomba rasilimali ziweze kuwawanywa, kwa sababu yeye kazi ya Samia Suluhu Hassan ni kutenganisha kati ya Watanganyika na Wazanzibar. Sasa wameweza kupoteza ghafla, na katika uamuzi uliotolewa leo siku ya Alhamisi mahakamani hapo na Jaji D. Ngunyale, mahakama imekubaliana na pingamizi la kisheria lililowekwa na Chadema na kubainisha kuwa hati hiyo ya madai ilikuwa na upungufu makubwa ya kisheria yanayoondoa mamlaka ya mahakama kuisikiliza. Jaji Ngunyale alieleza kuwa wadai waliofungua kesi hiyo sasa walishindwa kuonyesha kifungu chochote kwenye hati yao ya madai kinachofafanua au kutofautisha tarehe na muda hususan ambao uvunjifu huo wa haki unaolalamikiwa ulianza, jambo ambalo ni takwa la lazima kisheria. Kufuatia mapungufu hayo, Jaji Ngunyale amesema mahakama imeshindwa kujiridhisha kama ina mamlaka ya kisheria au la ya kuendelea kusikiza shauri hiyo, na hivyo kuamua kuwa pingamizi lililowekwa na Chadema lina msingi thabiti wa kisheria. Uamuzi huo unamaliza mnyakano
huo wa kisheria uliokuwa ukifuatiliwa kwa karibu na wanachama pamoja na wadau wa siasa nchini, huku ukiacha bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama hicho wakiwa wameshinda hatua hiyo ya awali. Sasa mwenye amepoteza hapa ni Samia Suluhu Hassan. Vile tuko na habari zile za ndani, alikuwa anataka Chadema iweze kupoteza kesi hii, lakini kwa bahati mbaya kwa serikali na bahati nzuri kwa Chadema wameweza kushinda. Sasa Samia Suluhu Hassan amekuwa akijaribu mbinu zote kukandamiza Chadema. Akamfunga mwenyekiti wa kitaifa Mheshimiwa Tundu Lissu asije akawania kiti cha urais. Akampambikizia kesi ya uhaini ambayo haina msingi wowote, na hata hawana ushahidi wa kutosha dhidi ya kumfunga Tundu Lissu. Lakini akaona hii haitoshi, akaenda kwa Chadema, akajaribu mbinu zote kuzungumzia familia ya Tundu Lissu iweze kukubali Tundu Lissu aweze kusalimu amri, ajitenge kutoka kwa siasa, atolewe Tanzania aende taifa lingine. Wakapinga, familia ikakataa. Sasa akaenda akatumia Aisa kutoka Zanzibar anakotoka, kwa sababu nia yake ni kutenganisha jamii hizi mbili, Zanzibar na Tanganyika. Akamfadhili aenda aweke kesi ya kuwawanya mali. Sasa wameshindwa, wameambulia patupu, wameanguka chini ghafla. Na sasa hii ni aibu kubwa kwa Samia Suluhu Hassan. Unajua, Samia akajaribu mbinu nyingine ya kukifuta chama cha Chadema kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa humu nchini. Mahakama ikakataa, ikafutilia mbali uamuzi huo, ikasema haiwezekani. Kumaanisha nini? Unajua, huyu Samia Suluhu Hassan amegeukiwa na mahakama. Akienda upande huu anazimwa, akienda upande huu mwingine anazimwa, akienda upande huu mwingine anazimwa, akitembelea hapa anazimwa, kwa sababu nia yake ishajulikana, ni kuhakikisha kwamba ameangamiza chama cha Chadema. Lakini na mahakama imejua ukweli halisi wa mambo, hizi kesi hazina msingi wowote, lazima wafutilie mbali, kwa sababu hawaelewi, hawajui misingi ambayo inafuatiliwa dhidi ya Chadema. Kwa hivyo ni shangwe na vigelegele ambavyo vimeweza kutanda katika taifa la Tanzania. Hata Tundu Lissu akiwa gerezani ameweza kufurahia kupitia uamuzi ambao umeweza kutolewa siku ya leo dhidi ya chama chake cha kisiasa cha Chadema, kwa sababu wameweza kushinda. Naomba kutamatishia hapo, tukutane kwa kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.